Daily Studio inawaletea. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ndugu yangu Muislam popote pale unaponitazama, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha yangu leo kuweko mbele yako hapa nikiwa nipo maeneo ya Lamu Visiwani. Tupo katika kijiji cha Siu hapa tulipo, na tumekuja timu kidogo ya baadhi ya mashekhe mbalimbali kwa ajili ya kufanya da'wa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atutakabalie juhudi zetu hizi chache tunazozifanya. Leo ni siku ya Ijumaa. Tumemaliza khutbatul Jumaa. Mimi nilikuwa katika maeneo ya Faza na baadhi ya mashekhe walikwenda katika vijiji kama Chundwa, na wengine tuliwaacha hapa Lamu wakitekeleza jukumu la khutbatul Jumaa. Tukiwa tumerudi katika maeneo yetu haya makuu au makazi yetu makuu ya safari yetu ni hapa Siu, kuna jambo limetokezea. Ndio napenda nikushirikishe hili jambo kivitendo, tuone namna gani tunazifanyia kazi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili linakuja kwa sababu kuna baadhi ya mashekhe katika masiku machache yaliyopita walieleza na wakatuonyesha ni kiasi gani wanayasomesha mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini imani zao ni dhaifu katika kuyaamini na kuyafanyia kazi mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ufupi, kuna shekhe alieleza kwamba alialikwa chakula na mwanafunzi wake, na katika kile chakula kulikuwa kuna cha maziwa pale. Cha ile ya maziwa alidondoka nzi mule. Baada ya hapo akamwambia mwanafunzi wake, nzi ameingia humu, bimaana lete chai nyingine, hii shaingia nzi haifai tena, ndio maana yake. Mwanafunzi akamwambia, ustadhi umenisomesha wewe, didimiza tunywe chai hiyo. Akamwambia hapana, nzi wale aliowataja Mtume walikuwa ni nzi wa kiswahaba wale, hawa nzi wetu sisi siwo, hawana baraka. Bimaana wale nzi aliosema Mtume sallallahu alayhi wasallam bawa moja lina maradhi na bawa moja lina shifa, sio hawa kwetu sisi mabawa yote yana maradhi. Tumeeleza sana katika video mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka hapa tulipo leo ndio tuje tupate mafunzo ya kivitendo kabisa. Sasa wakati tumerudi kutoka katika khutbatul Jumaa, tuko hapa kama unavyoona, hili jagi hapa tumewekewa juisi. Hili ni jagi la juisi, na ndani humu kama unavyoona kuna mapande ya barafu, na kuna wageni wametutembelea hapa, nzi wawili wale unawaona, mmoja ni yule kule kona kule na mmoja ni huyu hapa maeneo ya kati na kati. Sasa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema hivi: idha waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum au fi sharabi ahadikum, nzi atakapoingia katika chombo cha mmoja wenu, falyaghmisuhu. Sasa sunna ni kumdidimiza kama hivi. Wamuona nzi huyu, sunna ni kumpiga dole hivi tukamdidimiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mdidimize huyu. Kwa nini mdidimize? Anasema kwa sababu fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhari shifa. Katika bawa lake moja huyu kuna maradhi na katika bawa lake moja kuna ponyo. Na wataalamu wanasema huyu nzi, ili wale bakteria wa antibiotic wale wa tiba wa ponyo, ili wafanye kazi ipatikane infijar, wapasuke wale wazagae kwa nguvu ili kupambana na wale bakteria wa maradhi, ni kumdidimiza, kumfanyia dhaght, kimbinya hivi. Ukimdidimiza hapo ndio inafanyika ile process. Kwa hivyo hii ni sunna tayari tumeipata hapa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumdidimiza, kisha wamchukua wamtoa huyu. Huyu ni nzi. Umeona huyu? Huyu ni nzi ambaye alikuwa katika hichi kinywaji, amekushadidimia. Tunamweka chini hapa. Kadhalika nzi mwingine ni huyu, alikuwemo katika hichi kinywaji, naye tunamweka chini hapa. Kisha sasa Mtume ametuelekeza kama tunataka kuendelea kunywa hichi kinywaji, hakina maradhi tena hichi, kwa maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunasema bismillah. Na ni vizuri kwa sababu Mtume amesema bawa moja lina shifa. Hakutuambia shifa ni lazima iwe inatibu maradhi yale yale, wala hakutuambia shifa inaweza ikatibu pia hata maradhi mengine yaliyobakia. Sasa ukichukua faida kama hivi, ukifanya istinbat, maana yake inawezekana ukimwomba Allah kama hapa, ya Rabbi mimi nina tatizo fulani, na kama mimi hapa nilipo sasa hivi ni mgonjwa wa sikio, na nitoka tumefika huku visiwani sikio linanisumbua sana, hata da'wa kidogo imekuwa ina udhaifu kidogo. Sasa namuomba Allah, ya Rabbi, kwa mafundisho ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha tukimdidimiza nzi katika kinywaji hiki, lile bawa lake moja lina shifa. Ya Rab, nakuomba unifanyie wepesi,
hili sikio linaloniuma hapa, ya Rabbi jalia ile shifa ifike hapo ifanye kazi. Bismillahirrahmanirrahim. Najui si ntam sana. Alhamdulillah. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa kuwa na imani na mafundisho ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nzi wa kiswahaba wala nzi wa kitabiina wala nzi wa kiimamu wala nzi wa nzi, wote ni sawa sawa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Mafundisho yake yanafanya kazi mpaka mwisho wa dunia. Wa ila huna wa barakallahu fikum. Na wengine nao hunywa hapa, mashaallah. Tutakunywa hii juisi yote mpaka tutaimaliza inshallah. Tuna imani kabisa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ametuahidi tutapata ponyo na maradhi yetu mbalimbali inshallah.